Oh, yeah. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, na hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Na ulimi ni moto ule, ulimwengu wa uovu ule. Ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utia mwili wote unajisi. Uwasha moto mfulizo wa maumbile, nao uwashwa moto na jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna wezaye kufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemchemi katika jito moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, tini waweza kuzaa zaituni, au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na Shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki hupandwa katika amani, na wale wafanyao amani